Kwa hiyo naanzia na kuwapongeza watoto wote waliofaulu na ahadi tulizozitoa za kuwabana tutawasaidia katika kuwapatia vile vitu ambavyo wanahitajika kwenda navyo shuleni. Kwa hivyo kwa kuanzia tumeanzia na magodoro, tumeanzia na mikoba ya shule, tumeanzia na madaftari na campus. Kwa hivyo baadaye tutashuka pale tutakwenda kukabidhiana. Lakini bila ya kuwashukuru wazee kwa sababu ndio waliowalea hawa vijana. Vile vile na kuwashukuru walimu pamoja na walimu wakuu kwa sababu wao ndio wanaosimamia mpango mzima wa elimu. Lakini katika kuliboresha hili, naahidi mimi kama mbunge na mwenzangu mwakilishi Alei Masudi Alei kuwa tutakuwa mstari wa mbele katika kufanya jitihada kuhakikishe mara hii tumefaulisha watoto 91. Mara inayokuja mtafurahi zaidi kama wakifika watoto 200. Kwa hivyo katika hilo tunaahidi tutalisimamia. Mwenzangu ana dharura lakini mimi nipo hapa nawakilisha. Kwa hivyo nawaahidi hakuna mtoto katika jimbo hili la Mtambili atakayefaulu alafu asende kuripoti shule kwa sababu ya kukosa vifaa. Kwa hivyo hilo tunalibeba. Na jingine ni kuwa nyinyi watoto, nataka nizungumze na nyinyi. Nyinyi mshatuweka katika matumaini. Siku za mbele tutapata madaktari, siku za mbele tutapata wataalamu mbalimbali kupitia nyinyi. Kwa hivyo tunawaomba mkenda shule mwende mukasome, sio mukajiunge kwenye magrupu mabaya. Tunataka mwende shule mukasome ili yale malengo yetu tulioyaweka kupitia nyinyi basi tufanikiwe, tupate wataalamu mbalimbali kupitia nyinyi. Na vile vile naahidi katika watoto ambao wamefanya mitihani ya form 4, wale watakaopata division 1, naahidi kuwapa zawadi. Katika madahari leo tuko mbele yenu kwa ajili ya kukamilisha. Ndugu zangu waandishi wa habari, sisi kupitia hawa wabunge na wakilishi tulichukua ahadi hii tukiamini kama ahadi hizi zatekelezeka na tutazitekeleza. Tokea tuanze siasa hizi haijapata kutokea hii, lakini leo tunaifanya uzinduzi, na akipenda Mwenyezi Mungu katika jimbo letu hii itakuwa endelevu. Leo pamoja na siku ya Jumatano tutakusudia kukamilisha programu hii ya wanafunzi, na hatimaye tutasubiri matokeo ya form 4 yatakapotokea. Tutawaahidi wazee na wanafunzi katika idadi yoyote ile itakayotokea, zaidi watu watakopata division 1 tutawatayarishia na tutawatayarisha kuingia katika vyuo wakijua kama nyuma yao wazee wao kuna watu watakaohimili mzigo huu. Leo tutawakabidhi hapa magodoro, mikoba na mabuku, lakini pia nawaalika tena wazee na wanafunzi na walimu wakuu siku ya Jumatano kukamilisha programu ya mwisho ya watoto, kuwapa sare ambazo zitakamilisha utaratibu mzima wa kuhama majumbani na hatimaye kuelekea. Sare ndizo alama za kuonekana kama hawa ni wanafunzi. Ameonyesha kutujali sana. Nadhani nyote mtakuwa ni mashahidi. Wamepita wengi. Lakini je, iko siku ambayo wanafunzi wanaofaulu huu mtihani wamekabidhiwa hivi visawadi? Maanake nasema visawadi kwa sababu hichi kinaanza kidogo tu, mwenyewe kasema uko mbele ana mwendelezo. Hayo masuala yatakuwa ni endelevu. Kwa hivyo mimi nahisi mheshimiwa ametujali sana na ameonyesha moyo wa huruma kwetu, kwa sababu hivi sasa ingebidi kila mzee akalinunue godoro pengine 70,000 au 65
akautafute mkoba. Pengine pesa ya rangi mzee hana, lakini vipi, itabidi apite akisema uongo, kwa sababu saa nyingine unapita unamkopa mtu hali yako ukijua huna uwezo wa kumlipa, lakini unamdanganya ili mtoto wako apate akaripoti siku ikifika. Kwa hivyo sisi hatuwezi kuwa wachache wa fadhila. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya wazee nitasimama na kofia mbili. Kwa niaba ya wazee wenye wanafunzi wanaopasi mtihani wa skuli zetu za msingi katika jimbo hili la Mtambile, na kwa niaba yangu mimi binafsi na walimu wakuu wenzangu, tunakushukuru sana kwa hichi ambacho. Lakini pia tunaomba mkuu, kama tulivyosema, basi Mwenyezi Mungu akutie nguvu, uendelee kutujali na kututhamini katika